Nina swali nahisi litakuwa ni nje ya mada hii ya kwako. Juu ya ndege ambaye anaitwa bundi. Kipindi nilivyokuwa mdogo nilisikia bundi atakapotua mahala, kwa maana ya kufika akae sehemu, nilisikia inaweza ikatokea habari mbaya kwa maana ya msiba. Sasa najiuliza hapo paka leo hii, huyu bundi inakuwaje akitua sehemu kutakuwa na msiba? Ina maana yeye ni malaika mtoa roho ama ni maneno tu? Asante. Ndugu zangu, swali zuri taban, lakini nataka nilitolee utangulizi kidogo. Mnajua Uislamu ulipokuja ulikuja na dasturi zake na mila zake. Ni kama vile kusema Mswahili nani, unasema Mswahili sio mwenye kuzungumza Kiswahili tu ni mtu anayeishi katika mila vile vile za Kiswahili Na moja katika matatizo tuliokuwa nayo ni kwamba tuna Muislamu Msomali ana Uislamu na ana Usomali pia. Yani kuna vitu ambavyo bado tunavyo. Kuna mpare Muislamu alafu vitu viwili vinagongana. Kuna upare wake alafu na Uislamu. Bado anaishi katika mgongano baina ya upare na Uislamu wake. Na ndio maana utaona katika Uswahili kuna mambo ya Kiswahili na kuna mambo ya Kiislamu. Na mara nyingine yale ya Kiswahili tumeyapachika kidogo harufu za Kiislamu, tunadhani ni ya Kiislamu kumbe ya Kiswahili. Na wapeni mfano. Sisi tangu tukikulia, sijui vijana sasa hivi, ilikuwa ukiokota kitu unasema Hamad, yani unamtaja Muhammad Sijui maana yake, tuishi na vijana hatujui wanatumia lugha gani. Na tulikuwa sisi ukibishiwa jambo kwa hapo unasema masahafu ya mtume. Sasa nakuuliza, kuna kiapo katika sheria ya fiqh ya Waislamu kuapa kwa masahafu? Hakuna. Umeelewana? Hakuna kiapo katika utamaduni wa Kiislamu kwa mashafu, hata katika fiqh zetu. Na ndio maana ilifikia mahala mpaka ustadhi alikuwa akimuogesha mwanamke aliyemaliza damu ya nifasi, damu ya uzazi, anapelekwa kwa ustadhi, anakoshwa. Jamani, wazee wanajua haya, sio? Anakoshwa. Yule ustadhi badala ya kumfundisha namna ya kuoga, yeye anaenda kumuogesha. Haya yalikuwa ya Kiswahili. Nataka kusema hiyo kwa sababu gani? Katika kila watu wana tamaduni zao na katika kutafsiri vitu. Bundi anatafsiriwa kwamba ni mdudu anayeashiria, ndege anayeashiria balaa na mikosi. Umeona? Nataka kukupa mfano mwingine. Hebu wewe chukua sasa hivi sanda, kanunue sanda yako, uipeleke nyumbani, mwambie mama yako nimenunua sanda yangu hii hapa, niekeni. Usikie watakao kuambia. Si mnajua ile? Watakwambia ni nini? Ni uchi. Unasema uchuro maana yake nini? Yaani ni kama vile unataka kujitabiria kitu kibaya Unataka kuchochea kitu kibaya kitokee. Lakini je, ni utamaduni wa Kiislamu sio wa Kiislamu? Mimi sasa hivi hata nikiandika wasia tayari familia itaogopa kwamba kwani nini? Pametokea nini Mambo gani Huyu mzee anaona nini sasa Au kuna kitu Lakini wasia ni utamaduni wa Kiislamu sio utamaduni wa Kiislamu. Kwa nini nimetoa mifano hii? Nataka kusema kwamba kuna mchanganyiko na mseto wa tamaduni umeingia kwetu na Uislamu wetu tunao pia. Ndo dukhulu fi silmi kafa. Ingieni katika sheria zote katika Uislamu wote Kwa hiyo tuna bado mabaki ya huko tulipotoka, mengi mabaki yote tumekuja nayo katika Uislamu. Ndio maana ukienda kule Upareni utakuta Muislamu bado akipatwa na dhiki atakwenda katika kijumba fulani huko porini kilichoweka mafuvu ya wazee wa zamani. Sijui kama kuna mpare hapa. Naona kuna mpare hapa. Wao wanaita koma ni zile mafuvu. Atapiga magoti ashtakie matatizo yake kwa wazee, sio? Mimi hali yangu imekuwa hivi, watoto wanaugua sana, balaa zimekuwa nyingi, na atachinja atoe sadaka.
lakini ikifika time ya swala anasema sijaswali isha na wahi msikitini. Umeelewana? Nataka kusema hivi, bundi, na sisi tuliwahi kutafuta hilo. Bundi ni mnyama ambaye baadhi ya jamii zinaamini kwamba ni ishara ya mikosi na balaa. Kuna baadhi ya jamii zinazoamini kwamba analeta kheri na zinampenda. Sasa which is which? Kwa hiyo ni swala la utamaduni. Sisi tunatakiwa tuangalie Mtume kasema chochote dhidi ya bundi? Qur'ani imesema? Haijasema. Basi zote hizo zinazosema, hayo yote yanayosemwa ni asatirul awwalin, ni ngano tu za watu waliotangulia. Kwa hiyo hatuna haja ya kujibu swali la pili, je, ni malakul maut, kwa sababu yenyewe kwanza haipo katika Uislamu. Lakini sasa tuongeze faida. Katika vitabu vya Waislamu, hata vitabu vya Ahlul Bait, vimetaja baadhi ya wanyama ambao wakifugwa majumbani wanaleta baraka. Tuko pamoja? Kuna wanyama wakifugwa majumbani wanaleta khair, wanaleta baraka, wanachochea khair, wanachochea baraka. Sasa kwa kuwa mambo ni mambo muhimu sana na yanasaidia watu, ukitaka uje faragha nikueleze, alafu tukubaliane chochote. Ahsante. Ahsante, tumeelewana wengine.